Nirudi kufunga kipindi hiki, nataka tumuangazie Winnie Odinga. Winnie Odinga ni nani? Alikuwa kando ya babake Raila kuanzia mikutano ya kisiasa hadi nyakati tulivu za kifamilia. Alizaliwa ndani ya mwangaza wa jina lenye nguvu, na maisha yake yote aliyatumia akikuja ndani ya kivuli hicho, akitengeza sauti yake binafsi. Lakini hakuna kitu kilichoweza kumwandaa kwa wakati ambapo mwangaza wa urithi huo ulianza kufufia. Usiku wa leo mwanahabari ya Gutu Rosa anatupatia taswira ya mwanamke aliye nyuma ya jina hilo, binti aliyeshika mkono wa baba yake katika maisha na pia katika mauti. Maisha yake yote, Winnie Odinga alikuwa bega kwa bega na babake. Alizaliwa katika kivuli cha jina kubwa, jambo ambalo akiwa mdogo halikuwa rahisi kuelewa. Lakini alipokuwa, alikubali kwa ari na fahari. Wakati wote alikuwa na babake. Tangu akiwa mtoto mdogo katika matembezi ya kifamilia, alipokuwa akijiuliza kwa nini watu walimpenda sana babake. Alikuwepo kwenye mikutano ya kisiasa tangu akiwa mchanga. Dad, I know you don't like protocols, so today I'll just call you Baba. Wakishuhudia hotuba za kugusa mioyo, matusi ya kisiasa na hata kushindwa kwenye chaguzi. Na wakati ulipofika na mwangaza wa gwiji huo ulipoanza kufifia, ilikuwa mikononi mwake Winnie. Ulimwengu uliomboleza pamoja na Winnie picha za kwanza za babake akiwa kwenye jeneza zilipoonekana. Akisimama kando ya jeneza huku akiwa ameshikilia kofia maarufu ya babake, kofia aliyoiweka juu ya jeneza hilo kwa heshima. Mara kwa mara alikuwa akirudi nyumbani na babake wakiketi kwenye ndege, wakiongea na kupiga selfie kama kawaida. Lakini safari hii alikuwa ndani ya ndege huku babake akiwa kwenye sanduku kama mzigo. Kuna aina ya maumivu ambayo hayawezi kuelezeka ila kwa yule anayeyapitia mwenyewe. Katika wakati huo, alipokuwa akijizuia kulia, ulimwengu mzima ulimuelewa. But the father I loved with every fiber of my being, the biggest part of me, died on the 15th of October 2025. But the spirit of the lion rose on forever. Fellow mourners, I was with him in India when he took his last breath. Tofauti na kampeni za kisiasa, safari hii alisimama jukwani bila babake kumpa motisha. Winnie Odinga alizaliwa tarehe 6 Machi mwaka 1999 kwa wazazi wake Aida Biti Odinga na Raila Odinga. Wakati wa mazishi, mama yake Aida alieleza sababu ya kumpa jina Winnie. The fourth child, when I went to the hospital, and you know those mothers, well, you know, you end up somewhere in labor ward. And I was watching the television, I could see Nelson Mandela and Winnie Mandela holding hands as Mandela walked out of the gates of the prison. By then, I didn't know what kind of child I was going to get. But then I said, if it's a boy, we'll name him Wilson Mandela. But if it's a girl, will be Winnie Mandela. And therefore, Winnie Mandela arrived. And that's the fourth child. Winnie alisoma katika shule ya Rusinga, kisha Brookhouse, kabla ya kwenda Marekani kusomea masuala ya mawasiliano na biashara ya kimataifa pamoja na uchumi. Kwa muda, Winnie hakutaka kutumia jina Odinga kwa sababu alihisi linaweka matarajio fulani kwa watu kuhusu yeye ni nani. Kuhusu ndoto za kisiasa, mwaka 2015 kwenye mahojiano na KTN, alisema kuwa mtoto wa mwanasiasa aidha unapenda siasa au unazichukia. Lakini huwezi kukwepa kwamba uko na wito wa kuwa mwanasiasa. Alifanya kazi katika kampeni za babake, upande wa mawasiliano na mipango kuhakikisha kampeni zinaenda vyema. Kabla ya kampeni za Azimio, babake alimpeleka kushiriki kampeni mbalimbali barani Afrika, Tanzania, DRC na Zimbabwe. Winnie aliteuliwa kuwakilisha chama cha ODM katika bunge la Afrika Mashariki Yala mwezi Novemba mwaka 2022 na kuchaguliwa na mabunge yote mawili ya Kenya. Wakati kakake Fidel alipofariki, Winnie alisema alipitia kipindi kigumu sana cha msongo wa mawazo, lakini wifi yake alimsihi aanze ushauri nasaha. Baadaye alisaidika. Kuna tofauti kubwa ya umri kati ya Winnie na ndugu zake wakubwa. Baba alikuwa jela kwa miaka karibu 10 bila kufikishwa mahakamani. Winnie alizaliwa baada ya hayo mateso. Katika mahojiano na KTN, alisema mara nyingi alikuwa peke yake kwani ndugu zake walikuwa vyuo vikuu.
Katika mahojiano miezi michache iliyopita, Winnie alisema kwamba jina la babake halitafifia kana kwamba hakuwepo. Babake anapozikwa, muda waliotumia pamoja utabaki kuwa kumbukumbu, lakini aliyofanya Raila hayatakoma anapozikwa. Yatachochea vizazi vijavyo. Joey! Agutu Rosa, KTN. Joey! Joey! Ni hotuba ambayo